Ili wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika page yetu. Bwana, Yanga ameingia katika lada za kumwinda fundi wa soka kutoka klabu ya Gaborone United. Huyu Mwite Sata Mayone Gabamunyane. Huyu bwana ni mchezaji ambaye anajua mpira kweli kweli, amesifika na klabu yake ya Gaborone United ambayo inashiriki ligi kuu ya huko nchini Botswana. Mchezaji huyu amesifiwa kweli kweli, lakini hivi sasa katika kaunti yake ya magoli amefikisha magoli 100 katika timu yake ya Gaborone United. Kama unavyojua Gabamunyane anacheza namba 10, hivyo hii ni namba 10 ya maana toka ameondoka namba 10 pale Yanga Stefan Aziz Ki. Mpaka hivi sasa bado hajapata mtu ambaye anaona ni sahihi ambaye ameweza kuziba pengo la Stefan Aziz Ki. Hivyo alikuja Mohamed Doumbia, lakini hapo mwanzo alisifika kweli kweli, lakini siku zinazozidi kwenda watu wanaona kama ni mchezaji ambaye anacheza slow sana, ni mchezaji ambaye haonyeshi kile ambacho watu walitarajia anaweza kukifanya. Hivyo hivi sasa Yanga ameingia katika lada za kumnasa fundi huyu kutoka Gaborone United, Sata Mayone Gabamunyane. Huyu ni mchezaji ambaye watu wengi wanaimani kwamba anaweza kuja kuisaidia Yanga kwa sababu walimuona katika mechi zao mbili dhidi ya wapinzani wa jadi wa Yanga, Simba Sport Club. Mechi ya kwanza ambayo ilimalizika kwa Gabamunyane na timu yake ya Gaborone United kufungwa goli moja kabila katika uwanja wa kwao huko nyumbani kwao Botswana, lakini mechi ya pili pia ilimalizika Benjamin Mkapa, iliisha kwa goli 1-1, ambayo mechi hiyo ilikuwa ni ngumu kweli kweli kwa upande wa Simba, lakini pia fundi Sata Mayone Gabamunyane alionyesha kiwango kikubwa kweli kweli. Hivyo mabosi wa Yanga waliingia mezani muda mrefu kwa ajili ya kumsaka, lakini ilionekana kumpata Gabamunyane ni ngumu kwa sababu kocha wake ambaye alikuwa anafundisha Gaborone United, huyu Mwite Pantev, alikuja kufundisha klabu ya Simba, lakini Simba alikuja kama manager bwana Pantev. Hivyo baada ya Pantev kuondoka katika timu ya Simba, Yanga wanaona bado nafasi wanao ni kubwa, kwa sababu mwanzo walikuwa wanajua kocha anaweza akawa na ushawishi mkubwa wa kumshawishi mchezaji huyo kuja kujiunga na Simba na sivyo kwenda katika timu yao ya Yanga Afrika. Lakini Engineer Hersi Said, kama unavyojua, huyu bwana anafanya matukio yake kisirisiri. Taarifa za ndani kabisa za klabu ya Yanga anasema kwamba mchezaji huyu wameshamalizana naye muda mrefu, hivyo ni swala la muda tu. Kama unavyojua watu wanaenda katika mashindano ya AFCON, hivyo akisharudi katika AFCON Gabamunyane anakuja kusaini Yanga. Kama unavyojua anawakilisha timu yake ya taifa Botswana. Huyu ni Sata Mayone Gabamunyane. Huyu jamaa ni fundi kweli kweli, watu wengi wamemuimba, timu nyingi zilikuwa zinamtaka barani Afrika, watu wengi wanamuwinda kweli kweli, lakini Yanga kwa hivi sasa wapo kipaumbele katika lada zao kwa sababu wanajua namba 10 wao kwa hivi sasa ametepeta. Hivyo bila kumpata Gabamunyane wanaweza wakateseka kweli kweli, kwa sababu wanajua wana mashindano mengi, wana mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ni mashindano ambayo msimu huu wamewekea nguvu kubwa, japokuwa malengo yao ni madogo. Malengo ni kufika tu ya makundi, lakini katika nguvu ambayo wameiweka wenyewe wanataka kwenda mbali zaidi ya hapo. Inaweza ikawa ni danganya toto tu za hapa na pale. Kama unavyojua mashabiki wa timu hizi mbili pamoja na viongozi wao uwaga wanaongea zile kauli ambazo zinakuwa ni tatanishi, kauli ambazo ukija kuzifikiria kwa undani unaweza kujua kwamba hawa mabwana walikuwa wanadanganya. Lengo lao sio hilo ambalo wameliweka hadharani. Wenyewe kikaa ndani ya vikao vyao wanapanga malengo makubwa, lakini wakija nje wanaongea malengo madogo, ili wasije wakawapa mashabiki pressure ya kujua kwamba timu yao msimu huu inataka kufika mbali. Pia kwa wachezaji vile vile wanawapunguzia pressure. Ukishajua mmetimiza lengo, kinachoendelea ni kuonyesha tu show katika soka, ni kuonyesha tu show katika mashindano. Ndio maana Yanga toka wameingia hatua ya makundi hawana pressure yoyote. Hata kati wanapangiwa kundi lao walikuwa ni walabu tupu. Watu wengi wakasema kwamba Yanga hapa ndio mwisho wake, kwa sababu amekutana na vigogo watupu, japokuwa mechi hizo bado hazijaisha, lakini mpaka hivi sasa Yanga wameonyesha mwanga mzuri, wameonyesha mwanga kwamba wana uwezo wa kusonga mbele, na ndio maana wamekuja katika dirisha hili na kumchukua namba 10 huyu, kwa sababu wanajua namba 10 wao wa sasa hivi bado hajaonyesha kile ambacho wenyewe walistahili kukiona kupitia yeye. Hivyo uongozi wa Yanga kupitia Engineer Hersi Said pamoja na makamu wake Arafat Haji wameonekana wakienda Botswana kwa ajili ya kuongea na Sata Mayone Gabamunyane. Huyu jamaa anaonekana ni mtu wa kazi, na ndio maana Yanga wametumia muda mwingi kweli kweli kumwinda huyu jamaa, na wanasema wapo tayari kwa kumchukua, haijalishi dau litakuwaje. Wanaonekana huyu jamaa ni mtu wa mali, ni mtu ambaye akiwa na mpira mguuni ni shughuli yake ni kubwa kweli kweli kuchukua mpira huo miguuni mwake, kama ilivyokuwa kiungo ambao ametimkia Wydad Casablanca Stefan Aziz Ki. Ilikuwa ni ngumu sana kuchukua mpira mguuni mwake. Ili uchukue mpira lazima uwe umecheza faulu. Hivyo viongozi pia na mashabiki wa timu yake ya Gaborone United
wamesema kwamba mchezaji huyo kwa hivi sasa kupatikana ni ngumu, bado ana project nao ya muda mrefu, lakini kama unavyojua bwana, hela ndio kila kitu, hela haishindwi, hela haijawahi kushindwa, imetatua mizozo mingi mikubwa duniani, hivyo hili ni jambo dogo tu kwenye swala zima la pesa. Bwana, hakuna mchezaji ambaye auzwe wala mchezaji ambaye anunuliwi, hivyo Yanga wenyewe wanatabanaisha kwamba mchezaji huyu watampata, lakini pia viongozi wa Gaborone United wanasema kwamba huyu bwana kuuzwa kwake ni vigumu kwelikweli, kwa sababu kwa hivi sasa ni mchezaji ambaye yuko katika malengo yao ya muda mrefu, wana project naye. Kama unavyojua Kapamunya ni mpaka hivi sasa katika ligi kuu ya Botswana amefikisha magoli 100 na timu yake hiyo ya Gaborone United, hivyo ni mchezaji ambaye tuna malengo naye makubwa, ni mchezaji ambaye watu wengi au wapenda soka hapa Botswana wanaojua uwezo wake, hivyo hata sisi hatuwezi kumwachia kirahisi mchezaji mzuri kama huyu. Kama kuna timu zinamtaka basi kwa wakati mwingine, lakini kwa hivi sasa kumpata ni ngumu. Lakini kama unavyojua Engineer Hersi ana nguvu kubwa ya ushawishi, hivyo mchezaji yoyote yule akimtaka ana uwezo wa kuongea naye kiutu uzima na mchezaji akakubali, kutokana na cheo chake ambacho yuko nacho Afrika pamoja na duniani kwa ujumla. Hivyo wanayanga wenyewe wanasema kwamba mchezaji huyu ni mali ya kwao. Hayo ni maneno tu ya wanayanga. Je, wewe unadhani kweli wanayanga wanaweza kumpata huyu Sata Mayone Kapamunya? Lakini Alikamwe pia alitoka nje na kuja kusema kwamba Sata Mayone ni mchezaji mzuri na wachezaji wazuri lazima wajachezee Yanga. Katika ligi ya Tanzania Yanga ndio inaweza kuwapata wachezaji wazuri. Yanga ndio timu ambayo inaweza kumchukua mchezaji yoyote mzuri hapa Afrika na akaja kuichezea timu yetu, kwa sababu timu yetu ni timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kushawishi kila mchezaji, ni timu ambayo ina malengo ambayo yanafikika. Sisi huaga tuweki malengo ambayo hayafikiki, hivyo wanayanga wengi wanajua kwamba malengo yetu sisi ni malengo ya kufikika, na hata mchezaji tunapomleta katika timu yetu tunampa malengo yetu, na yeye mwenyewe akiangalia malengo yetu anaona kabisa ni malengo ambayo yanaweza kufikika, hivyo hata akija anaweza kupambania ndoto ambazo anaweza kuzifikia na sio kupambania ndoto ambazo hawezi kuzifikia. Wanayanga wenyewe wanasema kwamba hayo ndio mambo yao bwana, wao ni mabosi wa Jangwani, hivyo huyo msemaji wao amemaliza na kusema kwamba wao wapo tayari kwa kumchukua Sata Mayone Kapamunya. Lakini ni ngumu kweli kumpata huyo nyota, kwa sababu timu nyingi bado zinamuwinda, na kama unavyojua mashindano ya AFCON yanavyoendelea bado kuna miamba mingine inahitaji kusajili wachezaji, hivyo kama akionyesha performance kubwa na timu yake Botswana, kwa Yanga itakuwa ni kazi ngumu kweli kumpata. Lakini kama unavyojua Yanga wenyewe wameshasema kwamba walishampa mkataba awali muda mrefu. Sasa hajulikani kama ni maneno au ni kweli, maana hizi ni taarifa za ndani za klabu ya Yanga. Je, wewe mwana soka, mpenda michezo, unazungumziaje juu ya Sata Mayone Kapamunya? Je, ni mchezaji ambaye anaweza kufiti katika timu ya Yanga, au wana Yanga hapa wamekurupuka kwa sababu wameona tu amewasumbua pinzani wao wa jadi Simba, au anaweza akawa ni mchezaji bado anaweza kuonyesha uwezo wake katika ligi kuu ya Tanzania bara na kuonyesha ule uhodari wake ambao anaweza kucheza mpira, anaweza kupiga mashuti, anaweza kufanya kila kitu katika mpira wa miguu akiwa uwanjani. Huyu ni Sata Mayone Kapamunya. Wewe mpenzi wa soka, mwana soka, mwana michezo mwenzangu, mpenda burudani, mpenda michezo, subscribe, comment, like na kushare katika peji yetu, ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani kile zinapotoka na ukufikia mwana michezo wetu hapo popote pale ulipo duniani.